The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Tunaendelea tulipoishia kwa siku ya jana. Nikukumbushe tu kwamba unasikiliza 98.7 Bwana FM. Mimi ni Witness Kiwi ya Madam T. Tuendelea sambamba kabisa tulipoishia siku ya jana, ambapo Jennifer anatuambia kwamba anatoka anaenda chuo kuendelea degree na ni kutokana na mpenzi wake. Jennifer anasema kiukweli, so mimi ambaye nimetaka kuendelea kwenda chuo kabisa, sikuwa na mpango. Jennifer anasema akili yangu yote nilipomaliza diploma, mimi nilifunga mahesabu na chuo nikijua kabisa nimemaliza kusoma. Jennifer anasema mimi na kusoma sio mambo yangu yani kabisa. Kwa hiyo mimi nilijua sana nimemaliza kusoma, nilijua safari yangu ndio imeishia hapo. Lakini Jennifer anasema niliendelea na chuo kutokana na matakwa ya mpenzi wangu, na Jennifer anasema nilimuelewa mume wangu mtarajiwa, ni kama alikuwa anataka mimi ni kwenye familia yao niwe na hadhi fulani. Hivyo ndivyo ambavyo. Lakini Jennifer pia kasameheana na dada yake amemwaga vizuri, dada yake ameweza kurecover na amemwahidi atatoka ndani, ataendelea kukata na ndani, ataendelea na maisha yake mengine hivyo. Jennifer anasema kweli mimi nikatoka pale na aliyekuwa ananipeleka chuo alikuwa ni Felix, alikuwa ameshafika nyumbani kwa ajili ya kuja kunifuata, kuja kunichukua kunipeleka chuo. Na Jennifer anasema nilivyokuwa ninaelekea chuoni nilikuwa namlaumu sana Felix kwa kunichelewesha, kwa sababu Jennifer anasema chuo kimeshafunguliwa ni kama wiki 2 baadaye mimi ndo naenda. Nikamwambia nitakuta hosteli zimejaa, sitapata nafasi ya hosteli, hata nikipata nitapata sehemu ambayo sipapendi na nini. Jennifer anasema akati na complain na Felix ananisikiliza tu, ananiambia mimi nilikwambia kama bora tungeenda kwanza alafu ndo hata nirudi nyumbani nije kuvuta, lakini ningekuwa nimeshapaki mizigo yangu na kujua nakaa chumba gani na nini. Jennifer anasema wakati mimi mimi saa nyingine anasema tabia ya Felix ilikuwa inanikera. Yaani alikuwa ni mtu ambaye unaweza kumwambia kitu chako cha serious alafu yeye akakitake easy. Sawa ni kwa sababu ana pesa, lakini basi wakati ule unamuelezea akwambie bana iko hivi na hivi na hivi, we can do that and that, lakini no. Yani yeye anaweza zaidi akacheka, tena cheka ile yani cheka ya dharau. Ndivyo alivyo. Na yeye anasema kuna kipindi nilikuwa naona kama ni makusudi, lakini ikafika wakati nikajua kwamba okay ni tabia yake. Yeye anaona it's okay. Sema ni yeye anaona kama ni kitu sawa anachokifanya, lakini kwa kweli ndo anakiona ni wrong, lakini anaona ni sawa. Jennifer anasema tukatoka lakini nikaona anaelekea tena nje nyingine. Jennifer anasema mimi napajua Dar es Salaam vizuri sana. Nimezaliwa hapo, nimekulia hapo, nimefanyaje, napajua vizuri sana. Lakini Jennifer anasema nikaona anaenda njia ambayo sio ambayo inaelekea chuoni, wala sio ambayo inaelekea hostel. Nikamuuliza vipi? Akaniambia tulia, wewe kuwa mpole, mimi si ndo ninakupeleka, nitakuteka hapana, unijui na kujua wewe, mimi ndo ninakupeleka chuo. Nikamwambia ndio. Anasema tukatembea tukafika mahali ambapo kuna geti. Anasema ile geti akapiga simu. Anasema geti nyumba inaonekana ni nzuri. Akapiga simu akaniambia toka uje kumpokea mgeni wako. Jana anasema ilikuwa ni apartment. Na aliyekuja ni mdogo wake, namfahamu vizuri, tunawasiliana. Akasema mdogo wake ni tunaivana kwa sababu mimi ni yani tumepishana kama mwaka mmoja na nusu. Yeye yuko nyuma yangu, mimi ni mkubwa wake kidogo. Jennifer anasema nimeona mdogo wake akiwa anakuja kufungua geti anacheka kweli, anafurahi. Alishuka na kwa mavazi aliyokuwa amevaa inaonyesha wazi kwamba pale ni sehemu ambapo anakaa. Ndio sehemu ambapo anakaa. Kwa Jennifer anasema mdogo wake alikuja kunipokea, akaniambia mgeni wako huyo na nini, na Felix akaniambia kwamba utakuwa unakaa hapa, haina haja wewe kukaa hostel, utakuwa unakaa hapa na utakuwa unaenda chuo. Uzuri anasoma chuo kimoja na wewe, kwa hiyo mnaweza mkao mmetofautiana vipindi. Kizuri tu mnasoma chuo kimoja, kwa mtakuwa mnakaa hapa, so mbali na chuo, so mbali hivyo.
wewe kama una usafiri utatafuta tu usafiri mwingine wa taxi boda, lakini Jennifer anasema mdogo wake Felix alikuwa ni mdogo na nini, lakini ana gari la kwenda chuo, anayo gari ya kwenda chuo. Lakini Jennifer anasema pia kwa kina Felix wamejaliwa akili bwana. Mdogo wake alikuwa yuko ameenda degree na mimi nilikuwa degree. Anasema imagine mdogo wake amesoma form 5 na 6 hivyo ndo anaenda degree, lakini mimi ndo tupo naye degree, sema tunasoma course tofauti. Kwa hiyo Jennifer anasema Sonia ambaye ni mdogo wake Felix anasema alinipokea kwa uzuri tu, tunacheka, tunafurahi na nini. Anasema mdogo wake ni mimi na yeye hatuna shida, kiufupi tumeanza kujuana ile siku ya party. Alianza ndo alinipa nguo za kwenda kuogelea na nini. Kwa hiyo tumezoeana, akawa amenipenda na nini. Tuko vizuri, hatuna shida yoyote. Na hata alivyoniambia nitakaa naye pale, sikuanza kwa sababu najua Sonia ana shida na mudu, naweza kukaa naye vizuri tu na tukakaa fresh tu bila changamoto yoyote, bila tatizo lolote lile. Nilielewa hilo. Kwa hiyo Jennifer anasema Felix alikaa pale akakaa hivyo kwa jioni, akasema anaondoka na ataniacha hapo kwa mimi chuoni, nitakuwa naenda hivyo asubuhi na nitarudi nitakuwa nakaa hapo. Jennifer anasema ilikuwa ni siku inavutia sana sana sana. Mno. Sikutegemea. Yaani sikujua kama nitakuja kuishi maisha ya kifahari ghafla vile. Jennifer anasema mimi nimeweza kukaa hostel Changanyikeni, lakini nakaa kwenye apartment yenyewe anasema ni kila mtu ana chumba chake. Yaani sio kwamba mimi na Sonia tunalala chumba kimoja, no. Kila mtu ana chumba chake. Tunashare tu jiko, tunashare sebule na nini, lakini kila mtu mmoja ana chumba chake. Jennifer anasema maisha pale hayakuwa mabaya. Nilikuwa naenda chuo, nilikuwa nafanywa shopping, nilikuwa naona na Felix mara kwa mara, tulikuwa tunaishi vizuri na Sonia, japo mama yake Felix alionekana yani hanikubali, mpaka Sonia kawa ananiambia usiwaze, kwa sababu in case uende kuishi na mamangu, wewe na kaka mtaishi sehemu nyingine tofauti, wala usiwaze. Anasema Jennifer anasema mama yake Felix alimpenda sana Miriam kwa sababu ya ustarabu wake, the way alivyo. Kwa hiyo alijua ni mtu ambaye pia ataweza kumcontrol na nini. Alimpenda Miriam kiukweli, lakini mimi nilionekana sio chaguo lake kabisa. Na mamake anasema mamake issue yake kubwa la sio kwa sababu ya familia yake maskini kitajua nini, kwa sababu Jennifer anasema haikuwa issue kwa sababu mimi familia mama ya kwetu na yako na Felix ilikuwa ni kama family friend. Tulishai kuishi eneo moja, sema eneo ambalo sisi nyumba yetu ipo, wakina mamake Felix mwanzoni walikuwa wamepanga jirani na kwetu. Kwa hiyo hata kina Felix na bana tumekuwa pamoja kwa level fulani hivi. Baada ya muda wao ndo wakahama, sasa wakahamia huko ambapo baba yake alinunua sehemu nyingine, lakini bado tulikuwa kuna bond ile, na bado tulikuwa tunasali kanisa moja mara kwa mara, bado wakawa wanakuja kule kanisani. Kwa hiyo Jennifer anasema ni familia ambayo sio kwa sababu ni sio mamake anipenda kwa sababu sisi ni maskini, no. Na anasema pia sisi sio maskini, yani ni vile tu tupo katikati ya umaskini na utajiri. Yani hatujawa matajiri hivyo kama kina Felix, lakini pia sisi sio maskini. Alhamdulillah, tunakula, tunalala, tunasoma, tunafanya kila kitu shwari. Kwa Jennifer anasema mimi nilikaa pale na vizuri kabisa na Sonia. Alikuwa ananieleza habari kuhusiana na bwanake na nini na mpenzi wake huyo ambaye yuko naye na nini mambo mengi. Jennifer anasema tulikaa tukakaa kama maisha yakaenda, muda ukaenda, vitu vikawa vinaenda vizuri, nikawa nasema dada Miriam vizuri na nini. Basi Jennifer anasema Sonia mara nyingi sana alikuwa ananiambia kuhusiana na taarifa za mpenzi wake ambaye yeye anasema alimtambulisha kwa jina la Godfrey. Ndio jina ambalo Sonia alimtambulisha Jennifer kwamba yeye alikuwa anaitwa, mpenzi wake alikuwa anaitwa Godfrey. Lakini Jennifer anasema yani inavyoonekana ni kama Sonia anampenda, ni amedata, amechizika, it's like ni ndo mara yake ya kwanza kupenda. Yani nikawa simuelewi vile anavyonielezea. Kadata. Sema yote 9-10 hiyo haikuwa shida kwangu.
kupenda ni swala la kawaida na kila binadamu anapaswa kupenda na sio dhambi. Kwa sababu amempenda sio dhambi, sio kitu kibaya. Sababu kile alikuwa ananipaga stories zake nyingi mnani mpaka nikawa na assume nawaza huyu kijana atakuwa design gani? Huyu kijana atakuwaje? Yani mbona Sonia anampenda ni amedata kiasi hicho? Lakini pia nikasema siku moja nikamwomba anionyeshe picha, lakini picha zake alizonionyesha zote hazikuwa zinamuonesha mtu sura halisi alivyo. Amevaa kofia, kainama chini, mara kageuka pembeni, mara akapiga picha kwa nyuma. Yani kwa hiyo hakuwa ana ile ambayo kuonekana direct, picha yake kuonekana direct. Jennifer anasema changamoto ilipoanzia kwa Sonia na Jennifer. Anasema kuna kipindi akaniambia kwamba kuna kiasi cha pesa ambacho mpenzi wake anakitaka. Jennifer anasema kilikuwa ni kiasi kikubwa sana cha pesa. Ilikuwa ni shilingi 5,000,000. Nikamwambia 5,000,000 wewe utaitoa wapi ya kumpa na ni ya nini? Akaniambia kwamba kuna biashara unataka kufanya. Nikamuuliza ni biashara gani hiyo mnataka kufanya wewe na mpenzi wako? Jennifer anasema mimi kwa maelezo alikuwa ananieleza, wakati mwingine nilikuwa nashindwa kumwamini. Anasema Sonia, kila mtu ana chumba chake, lakini mara nyingi alikuwa anakuja kushinda kwangu. Alikuwa anakaa chumbani kwangu. Unasikia anavyoongea, anasema hawana ile maongezi ya kimahaba kama ni watu wanaopendana, ni kama kuna mmoja ambaye anamforce mwenzie. Na Jennifer anasema kwa nilivyokuwa naona Sonia alivyokuwa anamuelezea huyo bwana wake, ni dhahiri kwamba Sonia ndo alikuwa analazimisha jambo. Jennifer anasema nikawa namwambia kwamba hiyo pesa ambayo mnasema ni biashara gani? Akaniambia biashara sio ya uwekezaji, kuna hiyo kampuni ambayo unawekeza pesa, unapata riba, sio faida na nini. Jennifer anasema anaveleza ni kama mtu anaweka hisa zake sehemu fulani, lakini maelezo yake yani haijajitosheleza. Nikaambia kweli mimi sio mzuri sana kwenye mambo, mimi kwenye biashara sifahamu sana, labda umshirikishe kakaako Felix kwenye hili. Akaniambia mpenzi wangu ameniambia nisishirikishe nyumbani kwa sababu hatuwezi kujua kwenye biashara yetu kuna faida na hasara. Kwa hasara inaweza kupatikana. Nikamuuliza hasara ya kivipi kama pesa zote zikapotea? Kwa sababu kama ni pesa ya kuwekeza, kuna uwezekano kwamba msipate chochote faida yoyote, lakini pesa yenu ikawepo, pesa yenu ikarudi. Lakini Jennifer anasema unajua tena mtu akishakuwa kwenye mapenzi hakuelewa. Jennifer anasema Sonia alipambana sana kuomba nyumbani kwao pesa, akadanganya mambo mengi, mara sijui gari imeharibika, mara sijui anahitaji sijui kulipia nini, mara mambo kibao, lakini bado pesa ikawa haijatosha. Jana anasema nakumbuka Sonia mpaka ana hiyo tarehe ambayo mpenzi wake amempa sasa ili waanze kufungua hiyo biashara. Anasema tayari alikuwa na 2.5 mkononi. Cash mkononi anayo. Kasha kamilisha, yani kwenye account yake anayo 2 cash. Ila bado pesa iliyobakia. Jennifer anasema siku ananiambia eti nimsindikize, kuna maana amempata mkopo lakini anaenda kuweka gari yake bond. Gari ambayo anatumia amepewa na familia yake, anaenda nayo chuo. Aenda kuweka bond. Kaambia hivi, unaenda kuweka bond kwa sababu ya pesa ya mkopo? Kaambia mimi najua tu mpaka ifike mwisho wa mwezi pesa nitakuwa nishaipata. Kwa hiyo nitaenda kukomboa gari yangu. Jana anasema nilijitahidi. Unajua mtu anayekaribiwa kutapeliwa anavyokuambia. Inasema nilijitahidi kumuelewesha, lakini akawa ni ngumu. Jana anasema nikapanda gari tukaenda. Tumetembea nikafika katikati. Jana anasema roho yangu inakataa kabisa. Nikamwambia hapana. Nikamwambia park gari pembeni kwanza tuzungumze. Jana anasema kweli Sonia alitafuta parking tukapaki. Nikamwambia what if kama hili swala litakuwa kama ni utapeli inatokea? Simaanishi kama bwana wako ni tapeli. Uende hiyo kampuni kuna namna moja ama nyingine. Mimi roho yangu bado inaniambia kama kuna kitu. Akaniambia eti Nikaambia jana anasema hapo lazima tu kumwambia kwamba direct kama bwana wako anakutapeli, lakini najua tutaelewana, tutagombana. Kwa nikamwambia tu kama hiyo kampuni inaweza ikawa ni ya uongo, ufuatilie uje kama imesajiliwa na nini, inajulikana na nini. Usitoe tu pesa kwa miemko. Amna, si unajua mimi, ananiambia unajua mimi namuamini Godfrey. Alafu nikikaa naye najiona namuona kabisa bilionea ajaye. Ana mawazo makubwa, ana IQ kubwa, ni najua hawezi kutapeliwa hivyo. Ni mjanja sijui na nini. Jennifer anasema kweli kwenye zile picha nilivyomuona
anaonekana ni mwanaume ambaye ni mjanja. Ndio maana nahisi kama nitapeli, lakini wifi yangu anielewi. Hata kunielewa nikamwambia, sasa sikia, kama huyo boyfriend wako anakupenda na unasema pia hana shida ndogo, kwa hiyo haizi kufanya chochote kibaya juu yako, tufanye hivi, usiweke gari yako bondi, utakuja kugombana na wazazi wako, afu utafika mbali. Usiweke gari yako bondi. Cha kufanya wewe, muombe bwanako mkutane, usiongee naye kwenye simu, wala usimwambie kama, yani muombe mkutane jioni, alafu muombe hii milioni 2.5, mwambie ndo umeipata hii, kwa hiyo nyingine akuongezee wewe, aongezee hapo ili muingie kwenye hiyo biashara. Wewe mwambie tu hivyo, mwambie kwamba pesa ambayo umeipata kwa sasa hivi ni hiyo, huna nyingine, huna namna nyingine, kwa sababu anakupenda, ni mwanaume wako. Atapambana, atajua namna gani atafanya. Kama mna mpango kweli ya kufikia lengo ya biashara, mtafanikiwa. Jana anasema niliwaambia tu kistaarabu hivyo. Yaani nisikutaka kumuonesha kwamba ile kuna changamoto. Kwa hiyo jana anasema mimi kwa akili yangu mimi ni mtoto, yani ni mtoto wa town bana, najua. Nilihisi kabisa kwamba yule mtu ni tapeli. Nikamwambia kwa hiyo kama atakuwa nayo atakusaidia, na kama haitakuwepo basi atafuta njia nyingine, lakini wewe mwambie akae kwanza na hiyo. Kwa hiyo anasema nilijua tu kama ni mtu ni tapeli, kama ameshamwambia na ile, basi anaweza karizika kwanza na ile. Bora atapeliwe ile ambayo ipo kuliko atapeliwe ile ambayo anaenda kuweka gari bondi ambayo itakuwa ni changamoto nyingine. Jennifer anasema alinielewa. Kwa hiyo tukageuza gari tukarudi nyumbani, akamwomba bwana wake waonane na akakubali waonane, akampa na muda wa kuonana na sehemu ya kuonana waende. Jana anasema yani Sonia alikuwa ni medata kwa yule mwanaume, akawa anatafuta nguo ya kuvaa, anabadilisha huku na ananiambia nimchagulie na nini na nini. Lakini asema nikamchagulia, akawa anavaa mwisho siku akapata nguo ya kuvaa. Akaniambia lakini Jeni, mimi sijui kama nina ujasiri wa kuzungumza na Godfrey hivyo basi na kuomba unisaidie mimi kwenda kuzungumza naye, kumuelewesha ili aweze kunielewa, yani kakae kama mshauri wangu. Nikamtazama, nikaguda, nikamwambia uwezo ukawa serious, mimi sina uzoefu wote kwenye biashara, naendaje kwa mshauri wako? Akaniambia hapana, so yani unataka kunisaidia kumuelewesha nani. Anasema alinishawishi na kunishawishi, nikasema anyway isiwe case, wacha niende. Anasema na mimi nikavaa tu kawaida. Anasema mimi nilimchagulia nguo nzuri sana, lakini mimi nilivaa tu suruali yangu ya jeans na t-shirt yangu kawaida. Anasema sikutaka yani mimi ndio nipendeze zaidi ya mwenyewe, hilo ndio sikulitaka. Anasema mimi kiukweli mimi ni mwanamke mrembo, najua tu nikisema nivae kigauni na nini nivae vizuri na tutoke wote hivi, mimi nitakuwa nimeua zaidi. Kwa nikavaa tu suruali yangu kawaida na t-shirt kawaida ili nisiharibu appointment mtoko wa watu. Haya. Jana anasema tukatoka, tumekaa. Tumefika sehemu ambayo tulikuwa tunaenda kukutania. Anasema ni kwenye hotel. Jana anasema subiri. Lisala kwanza. Lisala pili tunamsubiri bwana. Hatokei, subiri. Anasema nikaanza kunywa, tumekunywa pale, tumekula. Akamita hadi waiter ananiambia tu usijali atafika tu, kwa mvumilivu atafika. Anasema sikutaka kuonekana kama nina haraka kivi, kwa sababu siko na mahali pa kwenda, kwa hiyo nimeelewana naye tu hivyo. Jana anasema tumsubiri kwa muda mrefu, lakini kuna muda ambao mimi nilienda toilet. Nimerudi nikakuta tayari kuna mwanaume ambaye amekaa na Sonia. Nikajua dhahiri kwamba atakuwa amefika, Godfrey mwenyewe Godi atakuwa amefika. Jana anasema alivyokuwa amekaa alikuwa amevaa kofia kama kawaida yake. Anaonekana ni mtu ambaye anapenda kuvaa kofia sana. Anasema amevaa kofia kainama. Kwa hiyo anasema nilivyofika nikataka kumsalimia, alivyoinua ile sura, Jina anasema nilitamaki nilibaki mdomo wazi mpaka, yani anasema unajua kuna ile mtu kujuana naye, lakini sasa kwenye ile mazingira ningetakiwa nisijione kama nimemfananisha lakini yeye anasema nilishindwa, yani nilijikuta nimedua na yeye ndo hakutaka kuonesha kama reaction yoyote. Akajidai kwamba dada tushai kukutana,
kwani tulishai kukutana? Anasema ni Godfrey alikuwa ananiuliza vile. Lakini Jeni anasema mimi niliona kabisa yule ni Tony, yule jambazi ndio ambaye nilimuona pale, ndio ambaye yuko na Sonia, ndio Sonia anasema ni bwanake. Anasema nilivyomuona na alivyoniuliza kwamba mambo dada, tushai vipi? Mbona kama tulishai kukutana? Anasema nilijua wazi kwamba haka ni kaongo. Yaani na hataki kwamba Sonia ajue lolote. Na mimi nikamwambia I think so. Na nadhani kitu kama hicho, lakini nahisi nimekufananisha, sidhani. Akaniambia okay. So tukasalimiana pale kiustaarabu hivyo. Mimi nikakaa kimya, sasa nifanyaje? Anasema mtu kama ashasema kama vile anijui, na mimi sasa nikawa najiangalia. Anasema hivi nikawa najiuliza inawezekana kwamba mimi nikawa nimemfananisha nani Tony? Sidhani. Sijui kama ni kweli, kama naweza kawa nimemfananisha. Nadhani ni yeye, nahisi ni yeye, lakini yeye kaamua kunikataa fulani, ni kama hajataka kujua chochote. Sonia ajue chochote. Kwa hiyo sikuwa na namna kuendelea kumlazimisha. Tony, Jennifer anasema tukikaa pale nikamuelewesha. Jina anasema hakubisha, hakupinga. Lakini nikajua kabisa yule ni Tony. Sijamfananisha bana. Hata kama nilimuona siku moja tu kwa masaa machache, lakini namkumbuka vizuri sana. Alikuwa wakitofauti. Yaani alikuwa mwanaume ambaye hivyo. Lakini Jennifer anasema hapa anapoonekana ni kama amekuwa tu kidogo, amebadilika mwili, kapata mwili kidogo na nini. Lakini hajawa tena yule kijana mmoja alikuwa anatia huruma, alikuwa mdogo. Yaani kawa kidogo gentleman. Jennifer anasema baada ya kueleza vile, kuongea vile, nikawa najiuliza is it Tony au nakosea au sio kweli? Jennifer anasema nilijua kabisa ni Tony. Nilijua dhahiri nilivyoona. Nasema kuna muda ambao baada ya kukaa wamekumbatiana, mara sio wamekumbatiana, mara wamekisiana, niliona ile cheni ya shingoni. Ndio nikaamini kwamba ndio ni kweli ni yeye. Jennifer anasema ghafla nikaanza kujisikia hasira. Nikaanza kujisikia wivu, walivyokuwa nakisiana na nini nikawa nasikia wivu. Jennifer anasema natamani yeye niondoke, lakini naondokaje kati mimi wifi yangu aliniomba nije naye hapa. Kwa hiyo Jennifer anasema nilichokifanya nikamwomba waiter anipe pombe kali. Nikanya na kunywa pombe kali ile. Jennifer anasema nilikuwa nasikia ni kama vile ni bwana wangu afu yuko na mtu mwingine afu namuona, ninavyojisikia naona kama nasalitiwa, naona kama nachitiwa. Ndivyo ambavyo nilikuwa najisikia. Jamani, tuishi hapo kwa leo. Dakika 21 tayari tushamaliza simulizi ya muda mrefu. Tumechukua dakika 22 za watu. Sasa basi, huyu wage wetu Jennifer itakuwaje? Kakutana tena na yule jambazi wake Tony. Mara hii ajaja tena kama jambazi. Mara hii amekutana naye kama shemeji yake, yaani wifi yake ndo bwana yake huyo, bwana wa wifi yake Sonia. Itakuwaje? Wameonana, kipi kitaendelea? Na sasa yeye Tony ambaye anajiita Godfrey kwa Sonia atakuwa anamtapeli Sonia hizo pesa, au kweli kuna biashara anampenda, au kuna drama ambazo zipo hapo katikati? Tutafahamu. Na Sonia na Jennifer anatuambia pia ni kitu kingine. Anasema mpaka nikaa namuuliza Mungu, kwa nini unanikutanisha na watu ambao tayari wana watu wao ni watu wa karibu kwangu? Yani ni kama kuna vitu ambavyo sivielewi hapo. Na anasema pia ni kitu ambacho kinahatarisha uhusiano wake yeye na wifi yake. Itakuwaje? Nini kitatokea? Mimi ni Madam T, nikutakia weekend njema na wapenda sana.